السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu ayyadhahullah ta'ala bin Salaziz anasema katika hutuba ya Jumaa iliyopita nilieleza lengo la Ramadhan na saumu lililoelezwa na Mwenyezi Mungu ni kuleta ucha Mungu mioyoni mwetu. Na kuhusiana na mada hii nilisoma baadhi ya maandiko ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam ambamo ndani yake elezwa kwamba namna gani tunaweza kupata malengo haya. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam kwa ajili ya kutuelewesha mada hii katika vitabu vyake mbalimbali ameeleza maelezo ya mada hii ili tuelewe vizuri umuhimu wa mada hii ni nini. Na katika kila kitendo chetu na hulka yetu hali hii au lengo hili lionekane waziwazi. Ikiwa ucha Mungu haupatikani katika hali hii, mema yoyote inayofanywa haiwezi kupata malengo yake. Baadhi wakati mwanadamu kwa sababu ya kuwa na imani ya muda mfupi anafanya mema kadhaa, lakini mwaminio anaweza kuendelea na mema wakati anapokuwa na ucha Mungu moyoni mwake. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam kwa kueleza kitu hiki kwamba kwa ajili ya kuwa mcha Mungu wa mwanadamu hii haitoshi kwamba yeye anamwabudu Mwenyezi Mungu au anatimiza haki za viumbe vya Mwenyezi Mungu, bali mcha Mungu ni yule ambaye hulka zake zinakuwa za hali ya juu na yeye kwa kupitia hulka zake anaacha athari juu ya wengine, athari ya uchamungu wake na mema yake. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam alisema hulka njema ni dalili ya kuwa mtu ni mcha Mungu. Kisha kwa kueleza mada hii kwamba lengo la maisha ya mwaminio linatakiwa liwe hili kwamba yeye fuate mafundisho mazuri ya dini tukufu ya Islam
na hii inaweza kufanywa wakati mtu anafuata uchamungu, na kwa kufanya hivi anakuwa na hulka njema. Anasema uchamungu ni aina mbalimbali, yani mtu asiwe na kibri wala asiwe na tabia ya kuwaonyesha wengine vitonde vyake. Hii pia ni uchamungu. Mwenyezi Mungu anasema idfa billati hiya asan. Katika hali hii maadui pia wanakuwa marafiki. Kuepukana na maovu ni uchamungu, na vile vile kuonyesha hulka njema pia ni uchamungu. Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema kwamba mwongozo unatufundisha nini. Katika mwongozo Mwenyezi Mungu anataka kwamba ikiwa mdui anatutukana sisi tusimtukane, bali dhidi ya matukano yake tuonyeshe subira. Matokeo yake yatakuwa hivi kwamba mdui mwenyewe ataona fedheha, na hii itakuwa adhabu kubwa zaidi kuliko adhabu ambayo mnaweza kumpatia wakati anapotukana. Ikiwa mtu hana subra, basi mtu anaweza kumwaga damu, lakini uchamungu si huu. Hulka njema ni johari ambayo mtu anapata athari sana kwa kupitia hulka hii. Hata yule ambaye ni mtu mchafu na mbaya sana, yeye pia anaathirika kwa hulka njema. Mtu mmoja amesema katika lugha ya Kiajemi, maana yake ni kwamba watendee watu kwa hulka njema. Katika hali hii watu ambao si jamaa yenu pia watakuwa karibu nanyi na watakuwa marafiki yenu. Hiki ni kitu cha msingi tunatakiwa tutangulize kila wakati, kwamba kila kitendo chetu kinatakiwa kiwe sawa na uchamungu, na vile vile pamoja na hii tuwe na hulka njema. Kisha Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kueleza maana zaidi ya hulka njema, na vile vile hulka njema zinatakiwa ziwe na malengo gani, yani mtu awe na hulka njema kwa sababu ya malengo gani. Na sisi tumepata mfano mzuri wa hulka njema ni kutoka kwa nani. Kuhusu hii anasema kitu cha kwanza ni hulka ambayo inamfanya mwanadamu kuwa mwanadamu. Na hulka njema si hii tu kwamba mtu awe mpole tu, yani mtu asione kwamba hulka njema ni hii kwamba mtu awatendee vizuri kwa watu kwa upole sana, bali maana yake ni hii kwamba khalq ni jina la umbaji wa kidunia kama masikio, macho na viungo vingine, na khulq ni umbaji wa kibatini. Uwezo wote ambao mtu amepewa kama akili ni hulka njema. Mtu anaboresha hulka zake ikiwa yeye hakupewa majukumu ya kutimiza haki za wengine, au ikiwa yeye hatimizi haki za watu wengine. Katika hali hii tunaweza kufikiria kuhusu yule mtu kwamba huyu ni punda au ni mnyama au ni mwanadamu, lakini wakati mtu anapokuwa na hulka njema, basi yeye anakuwa mtu mzuri. Ikiwa hulka njema hazipatikani, basi katika hali hii mtu anakuwa mwili tu na ubinadamu unatoka katika mwilini mwake. Sayyidina alayhi salam anasema kwa mfano, ikiwa mtu anakosa akili, basi anakuwa mwenda wazimu.
na yeye anakuwa mwanadamu kwa kimwili wake tu, si kwa hulka zake. Yani yeye anakuwa mwanadamu kwa kidhahiri, lakini hana akili. Ikiwa anakosa akili yake, basi hulka njema maana yake ni kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Na ridhaa ya Mwenyezi Mungu ni nini? Ridhaa ya Mwenyezi Mungu ni ile ambayo inapatikana katika maisha ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yani hulka njema ni zile ambazo Mwenyezi Mungu anazitaka, na hulka hizi njema zinapatikana katika mfano mwema wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katika kila hatua ya maisha yake hulka njema hizi zinapatikana. Basi inatakiwa lengo letu liwe kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, na hulka ni njia nzuri ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Basi ni muhimu sisi tuishe maisha yetu sawa na maisha ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu hulka njema hizi ni sawa na msingi. Ikiwa msingi huu unakuwa si mzuri, hatuwezi kujenga nyumba juu ya msingi huu. Ikiwa tufari moja inawekwa vibaya, basi nyumba pia inajengwa vibaya. Mtu fulani amewahi kusema katika msemo mmoja kwamba ikiwa mtu anaweka jiwe la msingi vibaya, basi nyumba ile itakuwa vibaya, ni ujenzi wake utakuwa vibaya kwa sababu ya kuweka jiwe la msingi vibaya. Kisha anasema Sayyidina alayhi salatu wasalam, anasema inatakiwa nasaha zisikilizwe kwa makini sana. Anasema nimewahi kuona watu wengi na nimewashuhudia watu wengi kwamba wanatoa sadaka sana, lakini pamoja na kuwa na tabia hii nzuri wanakuwa na hasira sana, wanapata ghadhabu sana. Wapo wengine ambao ni wapole sana lakini ni bahili, yani wao ni wapole sana lakini ni bahili sana. Wengine katika ghadhabu na hasira wanapiga sana, na wao hawana unyenyekevu. Wapo wengine ambao wanakuwa wanyenyekevu hali ya juu, lakini wao hawana ushujaa ndani yao. Wakati wanapopata hasira, basi katika hali wanakosa unyenyekevu. Ikiwa wanaonyesha unyenyekevu katika hali hii, mahali ambapo wanatakiwa waonyeshe ushujaa, hawaonyeshi ushujaa. Kisha kuhusu hulka za Mtume sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina alayhi wasallam anasema, Mwenyezi Mungu alisema kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam, innaka la ala khuluqin azim. Na katika kila hatua ya maisha yake Mtume sallallahu alaihi wasallam alituachia hulka njema. Kufuata hulka hizi njema ni jukumu la kila muamini kwamba afuate hulka hizi sawa na uwezo wake. Kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kusema kwamba wapo wengine ambao kwa kupitia hutuba zao wanawaachia wengine athari kubwa sana, na hawa baadhi wakati wanaonyesha ushujaa sana katika uwanja wa vita, na wanapokuwa watoaji basi wanatoa sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na mfano huu katika maisha yetu ambayo Mwenyezi Mungu alituelezea na alituwekea ili tufuate. Mfano wake ni sawa na mfano wa mti ambamo kwa kukaa chini ya kivuli chake mtu anatimiza mahitaji yake yote. Mtu anakula matunda yake na maua yake na kivuli chake na majani yake, hata kila kitu cha ule mti ni muhimu sana. Kisha anasema Sayyidina alayhi salatu wasalam kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuhusu hulka zake, kwamba katika vita Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa shujaa sana, na mtu ambaye alikuwa akipatikana karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam alifikiriwa kwamba ni mtu shujaa sana, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika
sehemu ya hatari sana vitani. baadhi wakati inakuja wakati mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na kondoo na na mbuzi kiasi hiki kwamba hata mfalme Kisra pia alikuwa hana. na mtume sallallahu alaihi wasallam anawapatia wengine. ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam asingepata utawala katika hali hii, namna gani sifa yake ingejulikana kwamba aliwasamehe wale ambao walikuwa makatili. yani mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na nguvu na uwezo, lakini kwa kuwa na hali hii aliwasamehe wale waliomwaga damu, wale waliowasumbua masahaba na kina mama hawa maadui. walipokuja mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam alisema la tasriba alaikum alyawm, yani mimi nimewasameheni nyinyi nyote. ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam asingekuwa na uwezo wa kuwasamehe, basi hulka njema za mtume sallallahu alaihi wasallam zisingejulikana. anasema niambieni hulka njema ambayo ilikuwa haipatikani ndani ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha hulka hii ilikuwa haipatikani katika hali yake ya juu. basi huu ni mfano mwema wa mtume sallallahu alaihi wasallam. kwao Mwenyezi Mungu alisema nyinyi mnalazimika kufuata na kuiga mfano wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sawa na uwezo wenu. kwa ajili ya kufuata mfano huu tunalazimika kufanya juhudi na bidii. kusema hii tu kwamba namna gani tunaweza kufuata mfano huu, hii haitoshi. Mwenyezi Mungu amesema kwamba mnalazimika kufuata mfano huu wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu ametuamuru tuige mfano mwema wa mtume sallallahu alaihi wasallam. kwa hiyo katika hali tunalazimika kufanya bidii na juhudi ili tuige mfano wake. kwa kueleza mada hii Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema madamu mtu hafanyi juhudi na yeye hafanyi dua maombi, basi katika hali hii yeye hawezi kutoka nje katika hali ya ukali na katika hali inayopatikana moyoni mwake. kwa hiyo analazimika kufanya juhudi na analazimika kufanya maombi ili atoke nje katika hali hii. kwa hiyo kufanya juhudi ni muhimu na vile vile maombi pia ni muhimu. Mwenyezi Mungu amesema inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yani Mwenyezi Mungu haondoi maafa yanapatikana juu ya taifa mpaka taifa lenyewe pia linafanya juhudi ya kuondoa maafa yale. yani taifa lile lisifanye juhudi au lisitumie ushujaa, basi katika hali hii mabadiliko pia hayawezi kupatikana. Sayyidina alayhi salatu wasallam anasema hii ni mfano wa Mwenyezi Mungu, hii ni sunna ya Mwenyezi Mungu kama alivyosema kwamba lan taida li sunnatillahi tabdila. basi iwe jumuiya yetu au mtu mwingine, hawa wote wanaweza kubadilisha na kufanya kuleta hulka njema kwa kutumia juhudi katika maisha yao. kisha Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kueleza mada hii kwamba hata kama mtu anakuwa na hulka mbaya, lakini kama yeye anakuwa na hamu ya kurekebisha hulka zake, anaweza kurekebisha hulka zake. kama aliwahi kusema hapo awali kwamba analazimika kufanya juhudi. Sayyidina alayhi salatu wasalam kuhusu hii ametoa mfano moja. anasema mahakim wana nadharia mbili kuhusu kubadilisha hulka. wapo wengine wanasema mtu anao uwezo wa kubadilisha hulka zake, na wapo wengine ambao wanasema mtu hana uwezo wa kubadilisha hulka zake. uhakika wake ni kwamba ikiwa mtu si mwivu, basi katika hali hii anaweza kubadilisha hulka mbaya katika hulka njema. yani ikiwa mtu anafanya juhudi na yeye anafanya dua, katika hali anaweza kubadilisha hulka njema. anasema nimekumbuka tukio moja
दरवाजे पर खड़े होकर philosopher wa Yunani Aflatun कि जब तक आने वाले का हुलिया और नुक्ता alipata mtu mmoja चेहरा को मालूम न कर लेता था, अंदर नहीं आने देता था, mtu mmoja alimjia या उसकी ज़ाहिरी हालत वगैरह na ilikuwa tabia ya Aflatun kwamba ilikuwa hamruhusu mtu aje ndani mpaka yeye alikuwa akihakikisha yeye ni mtu wa aina gani na maumbile yake ni aina gani, अंदाजा लगा लेता था इन बातों से। किसके na kwa kuona mwili wake alikuwa akijua kwamba huyu mtu ambaye amekuja kwake ni mtu wa aina gani. कि उस शख्स को कह Mtumishi wake कि चूंकि तुम alimwambia Aflatun kuhusu maumbile ya yule mtu aliyekuja. Aflatun akamwambia, mwambie huyu mtu ambaye amekuja, kwa sababu wewe una hulka mbaya sana, mimi sitaki kukutana nawe. आदमी ने जब अफलातून का ये जवाब सुना तो नौकर से कहा कि तुम जाकर कह दो कि जो Yule mtu aliposikia jibu hili la Aflatun akamwambia mfanyakazi wa Aflatun kwamba umwambie Aflatun, yoyote uliyosema ni sahihi, mimi nina hulka mbaya, lakini mimi बदअखलाकियां उस पर nimeacha hulka mbaya na nimerekebisha hali yangu, na sasa nimeanza kufuata hulka njema. नहायत इज्जत और एहतराम के साथ Kwa kusikia hii Aflatun amesema kwamba hii inaweza kutokea. Kwa hiyo akamuita yule mtu ndani na दिले अखलाक kwa heshima sana alikutana naye. Sayyidina Alayhi Salam anasema wale mahakimu ambao wana nadharia hii kwamba mtu hawezi kubadilisha hulka zake, wao wamekosea. Sisi tunaona wafanyakazi wengine ambao wanapokea rushwa, wao wanapotubu kweli kweli, hata katika hali hii wao wakipewa mlima wa dhahabu wao hawapokei kwa sababu ya tauba yao. कि इंसान पर Kisha kutukumbusha kuhusu hulka njema, Sayyidina Alayhi Salatu Wasalam anatoa mfano moja पैदा होनी शुरू हो जाती है उसकी बनावट में, ज़ाहिरी बनावट में जिस्म की। na anasema kwamba baadhi wakati पापा कहते हैं उस वक्त आंखें udhaifu unapatikana katika maumbile ya binadamu ambayo ni uzee, गरज के हर एक उज़्व बदन na katika hali baadhi wakati macho hayafanyi kazi na mtu hawezi kusikia, hata viungo vingine pia vinaacha kazi जाना साली दो किस्म na vinakuwa dhaifu sana. दो किस्म का होता Hivyo ndivyo mkumbuke, mtu anakuwa na uzee wa aina mbili, है ज़ाहिरी जिस्म का बुढ़ापा है, yani ya mwili तभी वो है na ambayo si ya mwili. अपनी अमराज Yani uzee wa mwili ni ambayo unaonekana juu ya mwili wa mtu, na uzee ule ambao si ya mwili ni kwamba mtu hajali kuhusu maradhi aina yoyote, पुराना साल yani yeye hajali kwamba ana maradhi fulani. बूढ़ा कर देंगे अगर फिक्र Katika hali hii mtu atakuwa dhaifu kabla ya kufika umri wa uzee, yani ikiwa yeye hajali kuhusu maradhi yake yeye atakuwa mzee haraka zaidi. तो कमजोर हो जाता है जिस्म। ये जिस्मानी निज़ाम में एक तरीका है, दो तरह के। Kama mtu hatibu magonjwa yake basi anadhoofika, जो बाज yani mtu anakuwa na hali ya aina mbili, anakuwa mzee sawa na hali ya umri wake pamoja na umri wake, lakini baadhi wakati anakuwa mzee kwa sababu ya kuwa na magonjwa mbalimbali anayopata katika maisha yake, na anapata uzee kwa sababu ya kutokujali kuhusu afya yake. Hivyo ndivyo inatokea katika hali ya kiroho pia, yani uzee wa aina mbili unapatikana katika hali ya kidhahiri, hivyo ndivyo uzee wa aina mbili inapatikana katika hali ya kiroho pia. बुरे और गंदे ख्यालात हैं, उनको अच्छे ख्यालात और Ikiwa mtu hafanyi juhudi ya kubadilisha hulka mbaya na hafanyi juhudi ya kuacha tabia mbaya, na yeye hafanyi juhudi ya kubadilisha hulka mbaya hizi katika hulka njema, basi hulka zake zinakuwa mbaya sana. साबित हो चुका है कि हर एक मर्ज की दवा है। Nasaha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa kupitia mafundisho ya Qur'an tukufu imedhihirika kwamba kila maradhi ina dawa yake, lakini kama mtu anakuwa mvivu, करता है basi katika hali hii yeye ataangamia. Ikiwa yeye anaishi bila kujali, आजकल katika hali hii yeye hawezi kusalimika. अल्लाह ताला ने समान मुहैया फरमाया है। Hazur anasema kwamba basi siku hizi kwa ajili ya kuondoa uvivu huu Mwenyezi Mungu ametupatia njia ya Ramadhan au गुनाहों से बचने की तरफ भी तो vifaa ambavyo ni vifaa vya Ramadhan. Katika hali hii katika mwezi huu tunatakiwa tuondoe
uvivu wetu na vile vile tutubu katika madhambi yetu. जिंदगी का खात्मा ikiwa sisi hatufanyi hivi, basi katika hali hii kama aliyosema sayyidina alayhi salatu wasalam, mtu katika hali ya kiroho atakuwa mzee na maisha yake ya kiroho itakatika. तौबा की तरफ तवज्जो दिलाते हुए आप फरमाते हैं कि तौबा दरअसल रसूल अखलाक के लिए बड़ी मुहर्रक और मुय्यद kisha kwa ajili ya kupata hulka njema mtu anatakiwa atubu. kuhusu hii sayyidina alayhi salatu wasalam anasema kwamba toba ni kitu muhimu sana kwa ajili ya kupata hulka njema. तौबा ये नहीं गुनाहों से माफी मांग ली, ikiwa mtu anataka kupata hulka njema, yeye anaweza kupata hulka njema kwa kutubu. na toba si hii kwamba mtu anatubu katika dhambi zake, bali toba ni hii kwamba ikiwa mtu anataka kuwa na hulka njema, kwa ajili ya hii pia analazimika kutubu. दिल चाहता है amesema toba inamfanya mtu kuwa mtu mkamilifu, और पक्के इरादे के साथ तौबा करे। yaani mtu ambaye anataka kubadilisha hulka mbaya katika hulka njema, kwa ajili yake ni muhimu kwamba kwa moyo safi na kwa nia safi atubu. कि सच्ची inatakiwa ikumbukwe hii pia रसूल कहते kwamba kuna masharti matatu ya toba. हैं इन bila kutimiza masharti haya mtu hawezi kutubu kweli kwali. यानी उन ख्यालात फासिद katika masharti haya matatu, sharti ya kwanza ni जो रद्द करने mtu ye aache आते हैं mawazo mabaya ambayo yanasababisha या ख्यालात हैं kuleta athari mbaya juu ya hulka zake, उनको दूर करने के लिए na mawazo mabaya anayopata katika maisha yake, yeye पहली शर्त aondoe mawazo haya. है कि असल बात यह है, और पहली शर्त किस तरह है कि तसव्वुर na hii ni sharti ya kwanza kwa ajili ya kutubu. amesema sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba sharti ya kwanza ni hivi kwamba mtu anapata athari mbaya sana kwa kupitia mawazo yake, na namna gani anaweza kuondoa mawazo yake. anaeleza sayyidina alayhi salatu wassalam क्योंकि kwamba mtu anapofikiria kuhusu kitu fulani, basi anapata athari sana ya kitu kile. तसव्वुर ही सूरत रखता है किसी भी काम को करने के लिए या kwa sababu kabla ya kutenda kitendo chochote, kwanza mtu anawaza kuhusu kitendo kile. होता है एक तसव्वुर होता है। बस तौबा के लिए पहली शर्त यह है yani kitu कि उन ख्यालात फासदा और तसव्वुरात बद को छोड़ दें। ambacho kinapata मसलन अगर katika mawazo ya mtu baadaye kinakuwa vitendo. ताल्लुक रखता हो, kwa hiyo mtu analazimika kuacha mawazo haya mabaya. kwa mfano, जरूरी है कि उसकी शक्ल को बस ikiwa mtu amejenga mahusiano mabaya na mwanamke, basi kwa ajili ya kutubu kweli kweli analazimika aone kwamba uso wa yule mwanamke ni mbaya sana, na vile vile afikirie kuhusu hulka mbaya yule mwanamke, kwa sababu kama nilivyosema kwamba mawazo yanaleta athari sana juu ya hulka ya mtu. na mimi nimesoma katika katika hali ya masufi kwamba wao walifikisha mawazo yao katika hali hii kwamba waliona kwamba mwanadamu ni kama nyani au ni nguruwe. बद लज्जात kwa hiyo hii ndiyo ni hali kwamba mtu sawa na mawazo yake anatenda. ये पहली शर्त है, kwa hiyo उनको गंदा समझे। mawazo ambayo yanaleta athari analazimika kuondoa kwanza mawazo haya. hii ni sharti ya kwanza ya kutubu. na sharti ya pili ni kuona haya na kuonyesha kwamba yeye anajuta. मगर बदबख्त kila mtu anakuwa na uwezo मगर बदबख्त इंसान उसको मुअत्तल छोड़ देता kwamba anajua kuhusu makosa yake, lakini mtu mwenye bahati mbaya ni yule ambaye anaacha hali yake hii uhuru, yani hatumii tabia hii ya kujuta. है करे कि ये लज्जात आर्जी और चंद रोजा हैं, दुनिया की basi mtu analazimika kujuta na afikirie kwamba ladha hii ya dunia ni ladha ya siku chache itakwisha. kisha pamoja na hii afikirie kwamba बेकार kila mara ladha hii inaendelea kupungua, hata wakati wa uzee wake, wakati viungo vyake vinakuwa dhaifu. katika hali hii yeye analazimika kuacha ladha hii yote ya dunia. basi ikiwa katika maisha ya mtu ladha hii yote inakuisha, katika hali hii kwa nini mtu anafanya vitendo vibaya? अव्वल इखलाक का anasema mwenye bahati nzuri ni yule mtu ambaye anatubu. जब ये नजासत और नापाकी निकल na yeye anaondoa mawazo yake mabaya, anafuta mawazo mabaya.
na uchafu huu unapotoka basi baadaye ajute, na yoyote aliyefanya ajute kwa nini amefanya vitendo vile vibaya. Na sharti ya tatu ni kwamba yeye anuii kwamba hatafanya vitendo vibaya na hatafanya maovu tena katika maisha yake. Basi yeye atakapojuta Mungu atampatia nafasi ya kutubu kweli kweli. Katika hali hii yeye ataacha tabia mbaya na badala yake atakuwa na hulka njema. Basi ikiwa mtu anatubu Mungu atampatia uwezo, kwa sababu Mwenyezi Mungu anaye uwezo wa kila kitu, kama aliyosema innal quwwata lillahi jamia. Nini? Mwenyezi Mungu anao uwezo wa kila kitu na manadamu ni dhaifu. Khuliqal insanu dhaifa, na hii ndiyo ni ukweli wake. Basi kwa ajili ya kupata uwezo kutoka kwa Mwenyezi Mungu mtu analazimika kufuata masharti haya matatu, na yeye aache uvivu, na yeye afanye juhudi na bidii, na afanye dua kwa Mwenyezi Mungu. Na katika hali hii Mwenyezi Mungu atabadilisha hulka mbaya katika hulka njema. Kisha kwa ajili ya kuacha tabia hii mbaya anakuwa shujaa. Sinam alayhi salatu wasalam anasema katika jumuiya yetu sisi hatutaki watu wenye shujaa sana, bali sisi tunataka wale watu ambao wanao uwezo wa kubadilisha hulka zao. Mwenye nguvu si yule ambaye anandoa mlima mahala pake, bali mwenye uwezo ni yule ambaye anakuwa na uwezo wa kubadilisha hulka zake mbaya katika hulka njema. Basi mtumie uwezo wenu wote katika kubadilisha hulka yenu, na hii ndiyo ni uwezo halisi unaotakiwa utumiwe kwa ajili ya kubadilisha hulka mbaya katika hulka njema. Kisha Sinam alayhi salatu wasalam anasema kwamba hulka njema ni muujiza ambao hakuna yeyote ambaye anaweza kupata ushindi juu yake. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipewa muujiza ya hulka njema, kama alisema Mwenyezi Mungu innaka la ala khuluqin azim. Miujiza ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ilikuwa zaidi kuliko manabii wote, na mfano wake hauwezi kupatikana katika dunia. Anasema Sinam alayhi salatu wasalam, kila mtu ambaye anaacha tabia mbaya na anaacha hulka mbaya na badala yake anapata tabia nzuri na hulka njema, yani yeye anaacha maovu na anafanya mema, basi yeye pia anakuwa na muujiza. Kwa mfano mtu ambaye ni mwenye hasira anaacha tabia yake hii na badala yake anafuata upole katika maisha yake, na yeye anakuwa na muujiza. Yeye anafuata tabia ya kuwasamehe wengine, basi hii ni muujiza. Na wakati anapoacha tabia mbaya na hasira na anafuata unyenyekevu, basi hii ni muujiza. Basi ni nani ambaye hataki awe na miujiza katika maisha yake? Najua kila mmoja anataka awe na miujiza na tabia hii ya miujiza katika maisha yake. Na basi huu ni muujiza ambao ni hai. Nyinyi pia muonyeshe miujiza ya aina hii ambayo haiachi athari yake, bali athari yake inapatikana kwa muda mrefu. Amesema muaminiwa anatakiwa yeye awe mwenye muujiza mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele ya viumbe vya Mwenyezi Mungu.
yaani yeye alete mabadiliko mazuri ndani yake na au kwa kufuata unyenyekevu yeye ये खूबियाँ इख्तियार करे और बुराइयाँ छोड़े तो ये afanye अल्लाह ताला की मखलूक के नज़दीक भी और अल्लाह afuate hulka njema na yeye afuate vitendo vizuri. Katika hali hii mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele ya viumbe vyake atakuwa mwenye tabia nzuri. लेकिन अखलाकी हालत को देखकर Wapo wengine ambao ni wa aina hii ambao hawakubali miujiza ya aina yoyote, lakini kwa kuona hulka njema wao pia walipata athari sana, हैं कि बहुत से लोगों na katika hali hii walilazimika kukiri na kukubali na waliathirika. दीन हक को कबूल कर लिया. अभी बयान Amesema mtakuta katika tabia ya watu wengi kwamba wao walikubali haki kwa kuona tabia njema. Na Sayyidina alayhi salatu wasalam alisema katika hafla fulani msikitini wakati alipokuwa anaeleza mada hii, wakati ule उन्होंने आकर singa kadhaa walikuja वास की na wao walikuwa wamelewa sana, हिश्ती मजलिस में भांग पड़े. na wale singa wakaanza kusema maneno machafu, मगर फरमाते हैं कि मगर हमारे सादिक इमाम अलैहिस्सलाम ने na wao walitaka uharibifu katika hafla ile, अखलाकी करामत lakini हिदायत फरमा रहे Sayyidina alayhi salatu wasalam जिसका असर सामीन पर ऐसा पड़ा alionyesha hulka njema. फरते जोश से रो पड़े. Kwa hiyo alikuwa anawasihi watu wengine, उसके हाथ na watu wote walikuwa wamekaa pale walianza kulia kwa kuona hulka njema ya Sayyidina alayhi salatu wasalam. Wale singa walikamatwa na polisi baadaye, lakini Sayyidina alayhi salatu wasalam वजू के बारे में aliwatendea kwa hulka njema sana, na watu wote waliathirika walikuwa pale. जो अंबिया के मुकाबले पर थे Kisha Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kueleza mada hii kwamba mtu anapata imani kwa kupitia njia mbalimbali, ईमान लाना मोइज़ात पर मुनहसर न था और ना मोइज़ात wale watu walikuwa dhidi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuamini kwetu ilikuwa si kwa kupitia miujiza, देखकर आपकी सदाकत wala wao hawakuridhika kwa kuona miujiza, bali wale watu जो इब्तिदारी kwa kuona hulka njema za mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam walikubali ukweli wake. का यही मफहूम है. Kwa hiyo hulka njema zinazoweza kufanya kazi, miujiza haziwezi kufanya kazi ile. करामत की तरफ तो चंदा इल्तिफात ही नहीं होता. Mnaweza आजकल kufanya udhaifu katika maisha yenu kwamba hulka njema inaleta athari aina gani. उसकी तरफ जिस कदर रुजू होता है वो कोई मख्फी अमल नहीं. Miujiza haileti athari, lakini ikiwa inapojulikana mtu fulani ana hulka njema, basi watu wanaathirika sana kwa kuona hulka njema. Amesema hulka njema zinaleta athari juu ya wale watu ambao wanakataa miujiza mingi na nishani chungu mzima, lakini wanapata athari kwa kupitia hulka njema. मगर अक्सर वो Anasema Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba watu wengine wanaamini kwa kuona miujiza, lakini wapo wengi ambao wanaamini kwa kupitia hulka njema, na wengi ni wa aina hii ambao wanaamini kwa kuona hulka njema. Hazur anasema siku hizi pia watu ambao wanajiunga na jumuiya siku hizi pia wao pia wanajiunga na jumuiya kwa kuona hulka ya wanajumuiya au kwa kuona hulka ya jumuiya kwa jumla. बढ़ाने के लिए नहीं, Basi kila mwanajumuiya anatakiwa achunguze hulka zake, दूसरों की इस्लाह का जरिया भी है. kwamba hulka si kwa ajili ya kuongeza uchamungu wake tu, bali yeye amepewa jukumu la kuwa na hulka njema kwa ajili ya kurekebisha hali ya wengine pia. Kwa hiyo kila mwanajumuiya anatakiwa aendelee kuchunguza hulka zake. कि अल्लाह ताला से इस्लाह चाहना और अपनी कुव्वत खर्च करना Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema kuhusu imani kwamba जितनी ताकत है kutaka imani kutoka kwa Mwenyezi Mungu ni imani halisi, yani mtu sawa na uwezo wake afanye juhudi kwa ajili ya kupata imani halisi, na pamoja na hii afanye dua. Hii ndiyo ni njia ya kupata imani halisi. Katika hadithi inapatikana बस खुदा से मांगो yule ambaye anainua mikono yake kwa kuwa na yakini na anafanya dua, basi Mungu harudishi dua yake, bali anapokea dua yake. Basi mnapoomba dua muombe kwa nia halisi. अगर कोई कहे Anasema nasaha yangu ni hii kwamba तो ये याद रखे kuonyesha nasaha, kuonyesha hulka njema ni muujiza. Ikiwa mtu anasema mimi sitaki kuwa mwenye muujiza, basi ajue kwamba shetani anamdanganya, और
हिदायत होती है। मैं तुम्हें फिर कहता हूँ muujiza maana yake ni kwamba watu wanapata mwongozo kwa kupitia muujiza. kwa hiyo nawaambieni tena ये करोड़ा kwamba nyinyi msiwe na tabia ya kunyonyesha wengine. क्या ये तलवार के जोर से जबर इकरा से हुए हैं? नहीं, angalieni waislamu mamilioni wanaonekana katika dunia hii. je, hawa walisilimu kwa kupitia upanga au kwa sababu ya upanga? Hapana, si hivyo, bali hii ni hulka njema za islam ambazo zilizovuta watu hao wote waliosilimu, na hulka zinakuwa ya aina mbalimbali. सिर्फ रास्तबाजों की करामत ही देखी, kwa hiyo hulka inapata ufaulu katika kila uwanja, निगाह से देखा, ना तलवार को देखा। na watu waliona hulka njema za waislamu wa zamani na waliathirika, इस्लाम की na wao waliheshimu hulka njema ya waislamu wa zamani. इस बात को जान फरमा na wazungu waliwahi kusema kwamba ni hulka njema nzuri za waislamu ambazo zitawavuta watu wengine katika islam, upande wa islam. करने की तरह है, kisha sayyidina alayhi salam anasema kwamba एक अमली जुज़्व और हिस्सा भी है hulka njema कि आम लोग ni sawa na riziki ya Mwenyezi Mungu. sayyidina alayhi salatu wasalam anasema खाने पीने की चीज़ों से रिज़्क़ नहीं, watu wa kawaida wanaona riziki ni vyakula tu, जा, 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 si hii na riziki si vitu vya kula tu, वगैरह मुआरफ हक़ाइक़ अता होते हैं, जिस्म bali uwezo ambao mtu amepewa pia ni riziki. रिज़्क़ है, mtu anapewa maarifa ya aina mbalimbali बंदे की सलाहियतें उसके na yeye anapata mali, na vitu hivi vyote ni riziki kutoka kwa Mwenyezi Mungu, yani uwezo wake, hulka zake na mali yake, vitu hivi vyote ni riziki. जहाँ अल्लाह ताला फरमाते na katika riziki utawala pia unapatikana, na hulka njema pia ni katika neno la riziki. हैं, इनमें से Mwenyezi Mungu anasema yoyote tuliwapatieni waaminio wanatumia, yani ikiwa wamepewa chapati wanatoa chapati, ikiwa wamepewa elimu wanagawa elimu, na katika hulka pia wanagawa hulka njema. बल्कि वो भी बखील है kumbukeni, bahili si yule ambaye hatoi mali yake, bali bahili ni yule pia ambaye amepewa elimu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, lakini yeye hawafundishi wengine. उस पर सलाहियतें हैं या माल है। yani bahili ni aina mbalimbali. फरमाया ikiwa mtu ana महज इस ख्याल hatumii uwezo aliopewa na Mwenyezi Mungu, basi yule ni bahili. से सीख जाएगा तो हमारी बेकदरी हो जाएगी। amesema kwamba ikiwa mtu haelimishi wengine kwa kuwa na nia hii kwamba yeye akijua basi sisi tutakosa umuhimu, basi hii ni ushirikina. से काम नहीं लेते, katika hali hii anaona kwamba elimu yake ni Mungu wake. अखलाक hivyo ndivyo yule ambaye hatumii hulka zake njema, फाजला अल्लाह ताला ने yule pia ni bahili. से दे रखे हैं, उसकी kuwapatia wengine hulka njema ni hii kwamba जो अखलाक hulka njema ambazo alipewa na Mwenyezi Mungu kwa fadhili zake, yeye anawatendea watu kwa hulka zile njema. चार लोगों के सामने करे, ये उसको रिज़्क़ को जो अल्लाह yani kwanza analazimika kuwa na hulka njema, kisha anatakiwa atendee watu kwa hulka njema. खुद भी hii ni sawasawa na kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. इंसान अपने अखलाक दिखाने के तो लोग भी फिर amesema watu kwa kuona hulka zake njema watafanya juhudi ya kuwa na hulka njema katika maisha yao. कि ज़ुबान की नरमी और उनकी अल्फाज की नरमी से anasema hulka njema si hii tu kwamba mtu awe mpole kwa ulimi wake, bali maana yake ni kwamba shujaa na vile vile की हालत uwezo mwingine wote aliopewa mwanadamu ni hulka njema. mtu akitumia uwezo wake huu vizuri ni dalili ya kuwa na hulka njema. पैदा करने की नसीहत करते हुए आप फरमाते हैं sayyidina alayhi salatu wassalam kwa kuwasihi wanajumuiya wawe na hulka njema na kwa kuleta mabadiliko mazuri ndani yake, anasema क्या है, yule mtu करामत दिखाता है, anaonyesha hulka njema kwa majirani yake na jirani anashuhudia kwamba ameleta mabadiliko ndani ya hulka yake, basi yeye anaonyesha muujiza na jirani anaathirika sana kwa sababu yake hii. watu wengine wanasema kwamba jumuiya imepata maendeleo gani. फिर इस सिलसिले में आया था जैसा कि एक रशीद फर्जंद अपने बाप की नेक
नामी जाहिर yule ambaye alifanya bayat करने वाला yeye alikuja kwa nia hii kwamba atabadilisha hulka, atakuwa na hulka njema. वसल्लम की अज़वाज मुतहरात को उम्महातुल मोमिनीन कहा है गोया कि हज़रत mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliitwa baba wa watu na wake zake walikuwa kina mama लाने का मूजिब होता है mama wa waaminio. ज़ाहिरी का बायस मगर रूहानी बाप आसमान पर ले जाता है और उस मरकज़ असली की तरफ Anasema, je, unapenda kwamba mtoto afedheheshe baba yake? कोई बेटा अपने बाप को बदनाम करे Yani watu wanatulaumu kwamba sisi tuna makosa ya aina mbalimbali. Hazur anasema ikiwa watu wanasema hivi, nyinyi mnafedhehesha jumuiya. और कोई बेटा ये Je, mtu yeyote anapenda kwamba mtoto wake amfedheheshe baba yake बेटा अपने बाप को बदनाम करे na yeye acheze kumari na amwendee malaya na vile vile afanye vitendo vya kufedhehesha baba yake? Najua kwamba hakuna yeyote ambaye anaweza kufanya hivi, जानता हूँ कोई आदमी ऐसा lakini wakati yule mtoto mbaya anapofanya vitendo vya aina hii, basi katika hali hii watu hawawezi kukaa kimya. फिर ज़ुबान खल्क बन Katika hali hii lazima watu watasema maneno na watu watasema kwamba huyu ni mtoto wa mtu fulani na huyu anafanya vitendo vibaya. का बेटा Basi yule mtoto mbaya anakuwa sababu ya fedheha ya baba yake. Hivyo ndivyo mtu anajiunga na jumuiya एक सिलसिले में शामिल होता है na yeye hajali kuhusu heshima ya jumuiya ile. Baada ya kujiunga na jumuiya na anaenda kinyume na jumuiya, basi yeye anakamatwa na Mwenyezi Mungu na ataadhibiwa na Mwenyezi Mungu, kwa sababu yeye hajiingizi katika maangamio, bali yeye anakuwa mfano mbaya kwa ajili ya wengine, na kwa kufanya hivi anawafukuza mbali katika jumuiya. की राह से महरूम रखता है Anasema Sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba nyinyi muombe msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kwa uwezo wenu wote muondoe makosa yenu na uvivu wenu, na mahali ambapo mnashindwa kule mufanye dua kwa moyo safi, kwa sababu maombi yanayofanywa kwa moyo safi Mungu harudishi yale maombi, bali anapokea yale maombi. Mimi nasema kwa uzoefu wangu mwenyewe kwamba Mungu alipokea maombi yangu maelfu na maelfu. Hii ni kitu cha yakini kwamba ikiwa mtu hapati imani halisi moyoni mwake, yeye ni bahili. वो बखील है अगर मैं एक राह देखूं जिसमें भलाई और खैर है Ikiwa mimi naona kwamba katika kitu fulani kuna heri, basi nalazimika kuambia watu wengine pia, bila kujali watu wananiita nini. Hazuru anasema kwamba basi अमल से kutoka katika vitendo vyetu inatakiwa idhihirike kwamba baada ya kujiunga na jumuiya tumeleta mabadiliko mazuri ndani yetu, na pamoja na hii muambie kwamba tumepata mabadiliko mazuri haya baada ya kujiunga na jumuiya. Mwenyezi Mungu kwa kufuata njia za ucha Mungu atujalie tuweze kubadilisha hulka zetu na kufuata hulka njema, na vile vile tuendelee kuiga mfano mwema wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na vile vile tuendelee kuonyesha na kudhihirisha hulka njema. इजहार की तौफीक अता फरमाए Na sisi sawa na matamanio ya Sayyidina alayhi salatu wassalam tuweze kuishi katika dunia hii. Hazuru anasema baada ya swala nitaswalisha jeneza mbili ya ghaibu. Ya kwanza एक है मुकर्रम ni रुसलमान महमूद साहब mke wa mtoto wa Mia Tarman Saheb wa Marekani. Tarehe 27 wa Mei alifariki, na lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa mwenyeji wa Bhera. Babu yake Karim Din Saheb radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa sahaba wa Sayyidina alayhi salatu wasalam, na alijiunga na jumuiya 1894 1994 में बैत की थी mke wake Bi Talia Bibi इनकी अहलिया तालिया बीबी ने बैत तो शायद कर ली थी अपने खाउंद के साथ इनके bibi yake दादी ने alifanya bayat, lakini alikuwa hana yakini moyoni mwake. Kwa hiyo aliona ndoto na jina lake lilikuwa Talia Bibi. ख्वाब देखी थी तालिया बीबी ने Kwa kusikia ndoto yake Sayyidina alayhi salam alisema, उनकी ख्वाब सुन के yule mwanamke ambaye ameona ndoto hii, कि जिस औरत को ये ख्वाब आई है मगर इस औरत को yule mwanamke hana imani kamili juu yangu, उस औरत को मुझ पर कामिल यकीन नहीं
yani aliona katika ndoto, na mtume sainam alah salam alipojua kuhusu ndoto hii alisema, yule mwanamke hana imani kamili juu yangu, ikiwa yeye anakuwa na yakini juu yangu basi mungu atampatia mtoto wa kiume. तो खुदा लड़का अता करेगा. kwa hiyo चुनाचे ये कादियान पे alienda kadhian kwa ajili ya kufanya bayat, na yeye alipewa mtoto aliitwa Tauraman ambaye alikuwa baba wa marehemu. के वालिद थे. Marehemu kwa muda mrefu aliendelea kusomesha katika Taalimul Islam School. Alikuwa akifundisha science na mimi nilikuwa mwanafunzi wake. भी इनका शागिर्दों में शामिल था स्कूल में. Alikuwa mtoto mkubwa wa Mia Tauraman saheb. बड़े बेटे थे मियां ताउर रहमान साहब के. Alipata nafasi ya kuitumikia jumuiya katika ofisi ya jumuiya. Aliwahi kuwa editor wa gazeti la jumuiya. Baadaye alienda Sierra Leone katika shule ya jumuiya, जमात के स्कूल में. na kwa muda mrefu aliendelea kuitumikia jumuiya. Baada ya kustaafu alienda Marekani. रिटायर होकर फिर अफ्रीका Alikuwa akitoa hutuba nzuri sana na alikuwa akiandika makala, na makala yake ilichapwa katika Al-Fazl. अल्फजल में शाया होते थे. Mahmud Mujib Askar saheb anasema महमूद मुजीब असगर साहब कहते हैं कि इन्होंने marehemu alikuja Pakistan katika maktaba ya Khilafa Library. Alikuwa anatafuta references. तलाश कर रहे थे. उन्होंने बताया कि अमरीकी अखबारात में इस्लाम और कुरान Aliambiwa kwamba उनका मुस्तनद हवालों से जवाब तैयार करके yeye alisema kwamba yeye atatayarisha majibu ya shutuma ya Wakristo kwa sababu watu wa gazeti wanachapa makala yangu. Kwa hivyo yeye alikuwa anatafuta references kwa ajili ya kuandika makala. हवाले तलाश कर रहा हूँ. Taal Mujib Rashid saheb pia ameandika kwamba alikuwa akisoma vitabu sana, वसी मुतालिया था. alikuwa anajua sana Kiingereza na Kiurdu. उर्दू और अंग्रेजी पर Aliandika makala chungu mzima katika lugha ya Kiurdu, मालूमाती मज़ामीन खास आलमाना अंदाज में लिखते थे. इल्मी निकात तलाश na alikuwa akisoma vitabu vya jumuiya. और सिलसिले का लिटरेचर हमेशा तेरे मुतालिया रहता था. Alikuwa rafiki mzuri sana. बहुत इल्म दोस्त थे. बगिस्ता गोई में Bwana Khalil Mubashir saheb ambaye ni मुबशिर साहब aliwahi kuwa amiri wa Sierra Leone anasema मिल रहे हैं. zaidi ya miaka 20 tulikaa pamoja huko Sierra Leone, 20 साल से ज़्यादा अरसा हमने इकट्ठे na mimi nilimkuta alikuwa na mtu mwenye hulka njema, mwenyenyekevu, वाले इंसान थे. आजिज़ na unyenyekevu ulikuwa wa aina hii kwamba mimi siwezi kueleza hali yake katika maneno yangu. अल्फाज नहीं बयान करने के लिए. Hazuru anasema kwamba hii ndiyo ni kweli kwamba alikuwa mnyenyekevu hali ya juu. Vile vile Mwenyezi Mungu alimpatia uwezo wa kutoa hutuba vizuri. कर दिया था. फिर ये Yeye alikuwa mwalimu katika shule, baadaye akawa mkuu wa shule, थे कुछ प्रिंसिपल बन गए. na kwa njia nzuri aliendesha shule. रंग में तमाम इंतजामी काम में सरंजाम दिए. Alikuwa akiswali swala kwa unyenyekevu sana, नमाजें बड़े na alikuwa akimshukuru Mwenyezi Mungu, na alikuwa akitoa michango yake, na alikuwa akitoa sadaka, na alikuwa akishiriki katika michango yote, माली तहरीकात में बढ़े na alikuwa akipenda sana uhalifa. और मोहब्बत का ताल्लुक था. Alifa wa 4 1988 alipokwenda Sierra Leone. Wakati ule तेरा लियोन का उसमें भी उनको marehemu alipata nafasi ya kuhudumia sana, कदर खिदमात की भी तौफीक मिली और हुजूर का अदब और एहतराम na alikuwa akimheshimu halifa mtukufu kiasi hiki kwamba ilikuwa mfano kwa ajili ya wengine. Hazur anasema kwamba यहाँ भी आए हैं. मेरे mimi nilipokuwa halifa basi hali yake ilibadilika, ingawa alikuwa ananijua kwa muda mrefu sana. Yani alikuwa mnyenyekevu sana. फजल अहमद शाहिद साहब भी रबी सिलसिला कहते हैं. Wakati fulani मनाद padri moja alikuja katika mji wa Bo na akaonyesha miujiza, na marehemu alitoa majibu yake. जवाब पेश किया जिस पर ईसाई बुखला गए. Kwa kusikia majibu yake imamu wa asikuwa mwanajumuia pia alimsifu sana. Mwenyezi Mungu aiweke roho yake mahala pema huko peponi, na Mwenyezi Mungu awajalie watoto wake waendelee kuendeleza mema yake. उनकी नेकियों को जारी रखने की तौफीक अता फरमाए. Jeneza ya pili ni ya Mirza Umar saheb मिर्जा उमर अहमद ambaye alikuwa mtoto wa Sahibzada Mirza Munawwar Ahmad saheb. Tarehe 5 wa Juni थे. 5 saa 8 mchana
katika umri wa miaka 67 amefariki katika Tahir hospital. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa mwenzangu, tulikuwa tukicheza pamoja katika watoto wetu. Alikuwa na sifa chungu mzima, na mimi nilipochaguliwa kuwa halifa nilimshuhudia yeye. Ingawa alikuwa jamaa yangu na alikuwa mwenzangu, lakini alikuwa akiniheshimu sana, na imani yake ilikuwa ya aina yake. Mwenyezi Mungu aiweke roho yake mahala pema peponi. Marehemu alioa Amtul Kafi, alikuwa binti wa Sayyid Ahmad Saheb, na alikuwa mpwa wa Mir Muhammad Ishaq Saheb. Halifa wa pili alitangaza ndoa yake. Alikuwa na watoto 5, mabinti 3 na watoto wa kiume 2. Binti yake mdogo ni wakifanao na anafanya kazi nzuri sana. Binti yake moja anaishi hapa katika London, aitwaye Fariha, ambaye ni mke wa Dr. Hamad. Na katika lajna binti yake amewahi kuitumikia jumuiya. Dada ya marehemu Amatul Hai Saheb, ambaye ni mke wa Dr. Hamdul Hasan Saheb, yeye pia anatumikia jumuiya sana. Marehemu alikuwa na hamu kwamba atoe wakfu maisha yake. Yeye alinijia kwamba mimi nataka kutoa wakfu maisha yangu. Nilikuwa najua kuhusu sifa zake, kwa hiyo mimi nilipokea wakfu yake na nilimteua kuwa naib sadr wa amumi kule Rabwa. Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, kwa njia nzuri alitoa huduma zake. Mke wake anasema aliniambia kwamba wakfu yangu imekubaliwa, na yeye alieleza nasaha aliyopewa, na aliambiwa kwamba yeye atembelee mitaa mbalimbali ya Rabwa. Kwa hiyo yeye sawa na nasaha zangu alifanya kazi hii vizuri, na watu wa kule walikuwa wakimpenda sana na walifurahi sana kwa kuona kazi yake. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu alikuwa akirekebisha mambo vizuri. Sadra Mumi pia aliandika kwamba mambo mengine ambayo yalikuwa magumu sana alikuwa akirekebisha kwa njia nzuri. Na mara chungu mzima familia zote mbili zilikuwa zikiridhika kwa kusikia nasaha yake. Hata wengine walikuwa wakisema kwamba sisi tunataka kumteua kuwa hakimu, kwa sababu yeye anatoa uamuzi kwa kutumia uadilifu. Alikuwa mpole wa hali ya juu, alikuwa akiwapenda sana watoto wake. Na bila shaka alikuwa amejenga mahusiano mazuri na uhalifa, na watoto wake pia na mke wake pia wameandika kwamba alikuwa akipenda sana uhalifa. Marehemu alipata maradhi ya kansa. Baadhi wakati alikuwa akipata udhaifu sana, na alipokuwa akipata nafuu alikuwa akienda ofisini, kwa sababu mimi nilimwambia aendelee kwenda ofisini, na yeye kwa sababu ilikuwa amri ya halifa kwamba aende ofisini. Kwa hiyo yeye bila kujali maradhi yake aliendelea kwenda ofisini. Ingawa alikuwa anaumwa, lakini alifanya kazi zake vizuri sana. Binti yake anasema alipokuja hapa na madaktari walipomwangalia walisema kwamba
huyu amepata maradhi mbaya sana. Yeye akasema Mungu ana ni ponyaji, yeye ataniponya, na kwa mimi sijali kuhusu maradhi hii. Na yule daktari alikuwa mzungu, kwa kusikia maneno yake alishangaa sana. vile vile Dr. Nuri Saheb pia anasema alikuwa na maradhi ya aina 3. Alikuwa na maradhi ya sukari na maradhi ya moyo, na baadaye alipata maradhi ya kansa. Lakini dhidi ya maradhi haya yote alionyesha subra ya hali ya juu. Dr. Nuri Saheb anasema kwamba alikuwa na hulka njema, na katika hali ya maradhi yake tulishuhudia hulka zake njema. Yeye hakuleta malalamiko, bali alikuwa akisema kwamba alhamdulillah, nipo sawa. Alikuwa akiwaambia madaktari wakae karibu naye. Kamar Suleiman Saheb anasema wakati halifa wa 4 alipofariki, nilipokuja London, alinipatia bahasha. Juu ya bahasha iliandikwa kwamba barua hii ni kwa ajili ya halifa mtukufu wa 5, na alisema hii ni bayat yangu, kwa hiyo yeyote akichaguliwa kwa halifa mpatie barua hii yangu na bayat yangu hii. Yeye alikuwa na yakini kwamba uhalifa utaendelea. Sadr Umumi Saheb anaandika kwamba marehemu alikuwa na sifa chungu mzima, na yeye kazi yote alipopewa yeye alikuwa hakai mpaka amalize kazi yake. Hivyo ndivyo watu wengine pia wengi wameandika kuhusu sifa zake, kwamba yeye alikuwa mnyenyekevu, alikuwa akiwatendea wengine vizuri sana, na vile vile alikuwa akipenda sana uhalifa. Watu wote wameeleza sifa zake hizi. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema uko peponi. Vile vile awajalie watoto wake waendelee kuendeleza mema yake, na waendelee kujenga mahusiano mazuri na uhalifa. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.